mfalme alikuwa na mchawi akimshauri na akimpa habari za uchawi. Sasa mchawi yule alifanya kazi kwa muda mwingi katika mamlaka ya mfalme. Baadaye akawa ni mtu mzima, akamfuata mfalme wake akamwambia, laqad kabirtu, nimeshakuwa mkubwa kama tara, kama unavyoniona. Shakuwa mzee mimi, kesho kutwa nitakufa. Japo kijana pia anakufa, lakini mtu ujiona kishakuwa mtu mzima ndio yeye aula zaidi kufa kuliko kijana. Kwa hiyo kama mimi nitakufa, itabaki hakuna fani hii alokuwa nayo, utakuwa huna mchawi wa kutengezea mambo yako kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo nakushauri, ib'ath ilayya ghulaman uallimuhu as-sihra, niletee mtoto alikuwa kidogo namuona akili yake kukamata, ili nimtengezee mambo haya na mikoba yote nimrithishe yeye. Yani anataka kumtengezea na kumfundisha mtoto kijana alikuwa kidogo anafahamu nzuri uchawi, ili yeye akifa achukue yeye hata maile ya kumwandalia mfalme wake. Mfalme kaona rai nzuri, kaona huyu kaja na rai njema, yeye kweli kesho atakufa na mimi ananifaa kwa mengi. Kwa hiyo akauliza, katika mtaa kuna kijana gani mnamuona bright katika hifadhi ya mambo yake, anaweza kuwa mwema katika kupokea fani hii ya uchawi, ili huyo akiondoka yeye ndo achukue mikoba ile. Akatafuta kijana mzuri pale alikuwa akili yake inafanya kazi, ili apate kufundishwa uchawi iwe badala yake. Wakampata. Mtume anaeleza, anasema, fakana al-ghulamu idha kharaja min indi ahlihi marra birrahib fi at-tariq. Njiani, katika ile njia kwenda kusoma uchawi, yule kijana alikuwa kipita, alikuwa kimwona mtu mfanyi ibada anaitwa rahib, yani miongoni mwa watu waliobobea katika ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa yule kijana alipomwona yule rahib akawa anampenda katika zile activity zake anazozifanya, anazozungumza na watu, anapokaa na watu. Yule kijana akawa admire, maana yake anapenda kuwa na yule rahib, ikawa anakaa kidogo anasikiliza darasa ya rahib yule. Njiani anakwenda kusoma uchawi, anakaa kidogo pale anachuma baadhi ya vitu vidogo kwa yule rahib, je baadaye anakwenda kwa mchawi, anasikiliza fani ya uchawi, anachukua kwa mchawi. Kwa hiyo anachukua kwa huyu, anachukua kwa yule. Na hivi ni vitu viwili tofauti. Mchawi anafundisha shirki tu, nyota hii ni hivi na hivi kama tulivyozungumza, na rahib anafundisha Mungu anasema nini. Kwa hiyo vitu viwili ambavyo kwamba haviwi sawa kabisa, hiki ni cha shari, hiki ni cha kheri. Kwa hiyo ikamchanganya huyu kijana, ikawa amwamini nani katika hawa pengine ndo atakuwa mkweli zaidi. Sasa kijana yule ikawa mchawi amemgundua kwamba njiani huyu anapitia katika njia nyingine. Siku moja akamwambia, mbona unachelewa kuja darasa? Yani darasa ya uchawi. Na kila siku umeambiwa uje mapema ili uchukue elimu, lakini unakaa muda mrefu na unachelewa. Unapotelea wapi njiani wakati watu wako wanakutoa mapema? Yule kijana akaogopa asije akasema habari kwamba mimi nikipita hapa wanachukua vitu kutoka kwa rahib, kwa sababu mfalme ni mtu mbaya. Akaogopa kusema. Siku ya pili alipopita kwa yule rahib akamweleza kwamba mchawi jana kaniuliza mbona ninachelewa kuattend darasa, sasa nitamjibu nini mimi? Akamwambia, mwambie habasani ahli, nyumbani kwangu kidogo vijana na watu nyumbani wamenizuia, sikuweza kutoka mapema, kwa hiyo kulikuwa na shughuli na hivi na hivi, nimechelewa. Na utakapofika kwake kule ukachelewa, pengine ukaogopa watu wako watakuuliza, na wao watu wako ukifika waambie habasani sahir, mwalimu wangu mchawi kanizuia sana kule. Kwa hiyo utakuwa una sababu ya kuescape maswali yao. Kwa mchawi utasema nimezuiwa nyumbani, nyumbani utasema nimezuiwa kwa mchawi, lakini hapa usikose kuja kuchukua taalimu. Yule kijana ikawa anafanya hivyo. Mchawi akimuuliza anawaambia habasani ahli, ahli wakimuuliza anawaambia habasani sahir. Kwa hiyo anasema uongo hapa. Tulizungumza hadithi ya kusema uongo lakini kwa maslaha. Akawa anapata elimu mpaka fa'ajabahu kalam ar-rahib.
ajabahu kalamu rahib, yale maneno ya yule mfanyi ibada yakampendeza kuliko maneno ya mchawi. Ikawa amempenda sana yule mfanyaji wa ibada. Lakini siku moja akataka kujifanyia mtihani, akasema nataka Mungu anionyeshe akalamu rahib khairun wa ahabbu ilayhi am kalamu sahir. Mwenyezi Mungu, maneno ya watu wawili hawa, mbona kila mmoja ananiambia vyake? Sasa nataka nimuulize yeye, Mungu ya Rabb, unayapenda maneno yepi, ya mchawi au ya rahib? Yepi unayapenda? Sasa njiani watu walikuwa wanapita ile ashari'u raisi, main road ambayo watu wanapita kwa wingi pale, kukatokezea mnyama mkubwa. Ikawa yuko katikati ya njia, watu hawawezi kupita kwenda katika shughuli zao. Wakitafuta silaha za kumpiga, wanakuta silaha zao ni ndogo kuliko mnyama yule. Wakawa wanajiepusha wasije wakapata athari zozote za madhara. Yule kijana alipofika pale alifurahi sana kuliona nyama ile kubwa limesimama katika njia. Akafurahi. Watu wakamuuliza vipi? Akasema al-yawm a'lam kalamu sahir khairun am kalamu rahib. Leo ni siku yangu ya kujua kama maneno ya mchawi yale ni mazuri au maneno ya mcha Mungu yule. Hapa ndipo nitakapojua. Atajuaje? Akasema subiri. Akachukua jiwe dogo tu, akasema Allahumma in kana kalamu rahib ahabba ilayka min kalami as-sahir faqtul hadhihi ad-dabba. Ya Rabb, nachukua jiwe hili na ninasema kama maneno ya mcha Mungu yule kwako ni bora na unayapenda kuliko maneno ya yule mchawi anaonifundisha, basi jiwe hili dogo limuue mnyama huyu. Akapiga mnyama yule akaanguka akafa pale pale. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amemsikia kwamba maneno ya yule mcha Mungu bora kuliko maneno ya mchawi, kule shiriki tupu. Kwa hiyo akapata njia kwa maneno ya mchawi hayana wizani, ni maneno yametoka katika saitara, lakini maneno ya mcha Mungu ndo maneno ya kukamata, akawa mcha Mungu. Kwa hiyo alipofika kwa mcha Mungu yule kwa ajili ya taalimu, akamhadithia, akamwambia nilipokuwa njiani hiki kutokezea mnyama, nikasema maneno haya, kweli mnyama yule akafariki. Yule mcha Mungu akasema alhamdulillah, wewe umepita daraja nilokuwa nayo mimi. Hapa ina maana mwalimu anaweza kupitwa na mwanafunzi wake katika hali aliyokuwepo. Mwanafunzi akaenda mbali zaidi mpaka akawa amemshinda mwalimu wake, lakini haina maana kwamba amdharau mwalimu wake. Mwalimu atabakia mwalimu vile vile, kwa sababu asingefika pale kama ingelikuwa sio yeye. Na leo tunayaona watu wengi tu hawa unaowaona ni madaktari, filosofi wa sayansi, watu waliokuwa wamepata shahada aina mbalimbali za elimu. Ukionyesha walimu wao huwezi kuamini. Leo wamewaacha pale pale, mwalimu na basikeli yake, yeye amepanda amekuwa katika hali nyingine. Lakini wasiwadharau walimu wao, wajue kwamba mwalimu huyu ndo alofanya kazi mpaka nikafika hapa. Kwa hiyo yule mcha Mungu akamwambia mtoto wake hivi, wallahi umepita daraja na umenizidi katika mambo mengi kiasi kwamba Mungu amekusikiliza kwa kiasi hicho. Ya Rabbi, kama ukweli uko hapa, muue mnyama huyu, na Mungu akakusikiliza. Mimi sijaomba dua hiyo, sijafika katika hadi hiyo, lakini Mungu amekusikiliza. Vipi? Anta khairun minni, wewe ni bora kuliko mimi. Akakubali, bora kuliko mimi. Wasaufa yubtala almar'u, na mtu anapofika katika hali hii ataonjwa, atapata mitihani. Wasatubtala fi hadha al-amr, na wewe utapewa mtihani katika jambo hili, lazima utapata mtihani. Mtihani utakufika tu. Kwa hiyo idha tulita fasbir, nachokusihi mimi, ukipewa mtihani subiri, kuwa na subra. Wala tadhkur hadha al-amr, wala usitaje habari hii kwamba mimi ndo nilokufundisha mpaka umefika hapa. Usitaje, kuwa na subra kubwa. Basi yule kijana habari zake zikaenea mtaani kwamba jamani, yule kijana alikuwa anafundishwa, anapewa mikoba na mchawi, amebobea katika fani ya uchawi. Watu kadhaa ndio ule uchawi. Uchawi wake umefanya kazi kubwa kiasi kwamba leo tulipokuwa njiani kulikuwa na mnyama mkubwa, kwa sababu yeye aliyesema yale maneno watu walifikiria kwamba ndio uchawi, ndio moja katika fani za uchawi.
Na ndio maana kuna watu leo wanatumia Qur'ani kama uchawi. Na nimehadithiwa katika habari na baadhi ya watu wanasema kulikuwa na mwanamke kahaba, eti alilalamika huyu kwa mganga mwenyewe ni mtu ambaye kwamba anajua kusoma Qur'ani kidogo, kwamba apati wale customer kufanya nao uchafu. Yani wanasema wao wako kazini 24 hours wanajiuza. Sasa pia ile eti ni biashara ambayo wanatafuta pia support kutoka kwa waganga, kwamba nifanyie yani afanyiwe apate kufanya dhambi nyingi. Kama leo napata wanaume 9, kesho apate 19, hivyo hivyo. Basi kienda kwa mmoja katika watu waliokuwa wameisoma kidogo Qur'an na wanaitumia wanapotaka wao, akamwambia wewe nini hasa shida yako? Kusema mimi nipate customer wengi wa kufanya nami mnachapo ili nipate nini, pesa nyingi ziwe nyingi. Basi yule mganga akamwandikia sura katika sura za Qur'an, kaandika bismillahir rahmanir rahim, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi afwaj. Akaandika pale, akamwambia hiyo weka chini ya kitanda. Yani eti idha jaa nasrullahi inasema watu wanaingia katika Uislamu makundi. Sasa kaifasiri ili kwamba wataingia kwa mwanamke huyu watu makundi. Qur'ani hiyo inatumiwa hivyo. Na watu wanitumia Qur'ani kupata kuwaonesha watu na ili wapate kuziteka nyoyo za watu, waziathiri nyoyo za watu. Anamuonesha mtu kitabu, anajiona anaangalia katika Qur'an, ionekane kwamba anatumia Qur'an. Kumbe Qur'ani haikuletwa kwa mambo yale, bali Qur'ani ni adui mkubwa wa watu kama hawa. Badala watu waingie katika Uislamu makundi, mnawataka waingie katika zina makundi. Tena Qur'ani hii wanaitumia ili wapate manufaa kidogo. Na ni manufaa gani? Hebu angalia wale waliokuwa wachawi na waganga, hali yao ya maisha, hali zao za maisha, alafu eti wao wanataka kutatulia watu matatizo ya maisha. Si ajitatulie mwenyewe kwanza, apate uzima mzuri, afya yake iwe nzuri, awe na nguo nzuri, awe na nyumba nzuri, awe na maisha mazuri, watoto wake wasome vizuri, ale vizuri. Lakini yeye anataka kumtatulia mtu matatizo, akapate kazi nzuri, yeye mwenyewe kazi hiyo hana. Apate nyumba nzuri, yeye anakaa katika kibanda, siku ya mvua anakuwa taabani, kinachukua na mafuriko. Wewe unataka kusaidia watu kweli? Na wewe unayekwenda kwako una akili ya kutumia? Kwa sababu wamempiga vita Mwenyezi Mungu na Qur'an, wanadhalilika fi dunya wal akhirah. Ni adui mkubwa Qur'ani wa sahara wa wachawi. Ndio maana Mtume akisema hatta sahir darbatun bisayf, mpigeni vita vikubwa mchawi, kwa sababu anaichezea Qur'an. Sasa watu wakaingia katika zina makundi, waraita an-nasa yadkhuluna fi afwaja. Hiyo ni ibada. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia sahaba, huyu kijana baadaye amri yake au mambo yake yakaenea mitaani, watu wakaanza kuelezana, bwana yupo kijana uchawi alofundishwa tayari tumeona natija zake, leo amesema hivi mnyama kauawa. Basi pale mfalme akasikia, na mfalme alikuwa na advisor mwingine ambaye jicho lake moja ilikuwa ni kipofu, haoni, yani jicho lake moja chongo. Sasa yule advisor wa mfalme aliposikia kwamba yupo kijana anafanya maajabu kwa uchawi wake, anaombea watu na hivi na kila unachokitaka unapata, kabidi achukue zawadi nyingi ampelekee. Ambaye bwana mimi nimekuja nimesikia unapoza watu. Akamwambia sio mimi ninayepoza, ni ule uchawi. Akamwambia wala sio ule uchawi. Ilikuwaje ukafika katika hali hii? Asema na mimi bwana nilivyofanya mambo haya ni mambo ya Mungu, wala sio mambo ya mchawi. Nani kakufundisha? Ile mcha Mungu akamwambia usinitaje, kwa sababu utakuja kuleta mtihani mkubwa. Akamwambia mimi simtaje ndio nifundisha. Basi niombee na mimi jicho langu moja lirudi niwe ninaona. Akamwambia lakini amini kwamba sio mimi mwenye kupoza, mponyaji Allah, wa idha maridtu fa huwa yashfini, mimi nitakuombea dua tu.
Yule akasema sawa. Akamwambia basi. Akamwombea dua, jicho likarudi kama kawaida, kama lilikuwa halikuugua. Akampa na zawadi zile. Kesho kukaa na kikao maalum, mfalme kakaa na muona yule advisor wake, macho yake yote sahihi. Na kile siku anamuona jicho moja alioni. Akamuuliza, man alladhi radda ilayka basarak? Nani alokurejeshia jicho lako hili? Vipi? Akamwambia dhaka al-ghulam, ni yule kijana ulomfundisha akapeleka kule kufundishwa uchawi. Akamwambia mwite. Katika uchawi wake hali hii, yule mchawi mwenyewe hakuwa hivi. Siku hizo zote tunaye, hatuombe hata siku moja macho yakarudi. Leo kijana wake kafika hadi hii. Mleteni mbele yangu. Akaletwa kijana. Mwambia, ya ghulam, laqad balagha min sihrika ma ra'ait. Ina maana uchawi wako umefika stage mpaka niloona. Akamwambia, sio uchawi na sio mimi ninayeponyesha watu. Innama alladhi yashfi Allahu rabbul alamin. Mwenye kuponyesha ni Allah Mwenyezi Mungu. Mimi naomba tu kwake yeye, ndio maana nileta taufiki. Sasa mchawi yule mfalme alikuwa hatambui kama kuna Mungu anaitwa Allah. Hatambui. Kaambia, imani hii umeipata wapi? Akamwambia, sikuambii. Akamwambia, utaniambia. Sio mchawi alokufundisha? Akamwambia, wala sio mchawi. Mchawi amenifundisha mambo mengine ambayo nimeiacha pembe kabisa, nimefuata taalim za Allah na mtu mwingine kabisa kanifundisha. Basi aliadhibiwa mtoto yule mpaka akamtaja alomfundisha nani. Akamwambia, alonifunza hizi bwana ni mtu fulani. Akachukuliwa mwalimu wake akauawa. Wewe ndio unamfundisha hivi mtoto huyu, unamfundisha ibada nyingine na imani nyingine? Akauawa. Sasa mtoto yule akaambiwa, sasa rudi katika dini yako. Akamwambia, mimi sirudi katika dini ya kuabudia vitu asiyekuwa Allah la. Na yule alikuwa advisor wa mfalme naye kashatoka katika ibada ile ya wafalme ile, kaingia katika dini ya yule mtoto. Akamwambia, na wewe utarudi katika dini yako au urudi? Akamwambia, mimi sirudi tena katika. Mbona siku zote hiyo naabudia mizimu wala jicho langu halirudi? Leo Mungu kanirudisha tena nirudi huko? Abada, sirudi. Akataka kuonesha mfano, akamwambia yule kijana, mtizame huyu. Akasema, leteni msumeno. Msumeno kukatia mbao, kaanza kukatiwa binadamu. Akapasuliwa yule kijana yule advisor wa mfalme kwa msumeno pande mbili. Unasema fasaqata shaqqahu, yani pande mbili zake zote zikaanguka, ubaya mmoja ukaanguka huku na mwingine ukaanguka huku. Yani binadamu anapasuliwa kama vile mbao. Rudi katika dini yake. Sema, nipasueni mpaka mmalize, lakini sirudi katika imani ya jana. Kapasuliwa. Kijana anashuhudia kwa macho yake namna yule mtu alomponyesha biidhnillah anapochanwa kwa msumeno. Sasa mfalme anamuuliza, umeona? Akamwambia, ndio. Sasa atarje, utarudi katika dini yako? Anambia, wallahi sirudi. Na msimamo unatakikana kwa hivyo Waislamu. Yani stability ni kitu ambacho wanakosa Waislamu. Allah anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, wale walosema mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wasibakia hapo tu kusema Allah basi, la, wakawa na msimamo katika haya waliyosema, wakawa na msimamo. Leo sisi tunakuwa na msimamo katika mambo ya batil. Walitoka watu wawili kwenda kuinja, kusaka, wakapata mnyama yule mmoja wao akasimama akamchinja, wakaanza kupika vitu vilivyokuwa ndani, maana yake vile maini na vitu vingine vile vitamu katika mnyama. Mmoja wao alipokuwa ametoka kidogo anatafuta baadhi ya vitu, ile mwenzake akaanza kukata yale maini, akapika haraka akala yeye bila ya mwenzake kumsubiria, ili mwenzake apate kukosa. Mwenzake alipokuja akamuuliza, vipi katika nyama zote ninazoziona hapa mbona kitu fulani sikioni? Maini iko wapi? Akamwambia, wallahi huyo mnyama hakuwa na maini, mimi nimeshangaa, mnyama wa ajabu. Akamwambia, bwana usidanganye, itakuwaje paa siwe na maini bwana? Mnyama gani huyo? Kila kitu kina roho, itakuwaje?
Akamwambia mimi nimeshangaa, sijamkuta na maini huyu. Basi akamwachia. Amekaa baada ya kama saa moja hivi akamkumbusha tena, ndugu yangu, kwani uniambie ukweli, yule mnyama vipi? Ulikula maini peke yako? Akamwambia wallahi hakuwa na maini. Basi wamekaa. Yule alokula yale maini alikuwa ni mwanamke, kwa sababu alikuwa mume na mke wamekwenda kusaka wote pamoja. Basi ikapita miaka mingi sana. Wakaonana siku moja Marikiti. Katika kuamkiana ile bwana likamtoka swala ile bwana, lakini hebu niambie mambo yashapita, yule mnyama vipi? Akamwambia wallahi hakuwa na maini. Basi siku moja akafanya taratibu, yule bwana akaenda akamposa yule mwanamke ambaye alikuwa naye katika usara. Akamposa, akaoa. Alipokuwa anaingia ndani, siku ile ya kuingia ndani kufunga milango, na mke akamuuliza kabla hajamuingilia, akamuuliza hebu niambie ukweli, yule mnyama ilikuwaje? Maini alikuwa nayo? Akamwambia wallahi hakuwa na maini. Akaona wallahi huyu msimamo wake mkubwa. Sasa hasemi sasa kama msimamo huu binadamu ndio anakuwa nao, anakuwa minalfaizi. Anakuwa minalfaizi. Lakini katika khairi hatuna msimamo. Sasa tunataka msimamo wetu uwe katika dini. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hizi zote ni sifa na rehema na maghfira ambayo yanawashukia watu walisema walikuwa na msimamo katika mambo ya dini. Kwa hiyo tuwe na msimamo katika mambo ya dini, tusiwe na msimamo katika batili. Kwa hiyo yule bwana alipokuwa ametakikana kurudi katika dini ya zamani, akasema wallahi lan arji, sitorudi katika dini ya zamani, fanya unavyotaka. Kachana pande mbili, akaanguka upande mmoja kulia, mwingine kushoto. Akafuatwa kijana, ataudu ila dinika alqadim, tarudi katika dini yako zamani. Akasema wala. Kachukuliwa, akaambia sasa mpeni adhabu kali kijana huyu mpaka atakaporudi katika dini yake ya zamani, mwacheni. Kachukuliwa grupu ya watu, akachukuliwa akapelekwa katika mlima mrefu kama Mount Kilimanjaro. Wale wakasema nendeni mpaka katika kilele cha mlima kule, akirudi katika dini ya zamani shukeni naye mlete, akikataa mtupeni kutoka juu ya mlima aanguke. Wale wakapanda naye mlima mpaka juu. Kifika wakamuuliza, vipi, uko tayari kurudi katika dini ya zamani? Akasema siko tayari. Wakitaka kumfanyia shari, mtume anasema fartajafa bihimul jabalu, likatetemeka lile jabali, wasaqatu jami'an, wale wote wakaanguka, akabakia yule mtoto tu peke yake. Akashuka polepole akarudi kwa mfalme. Tena anashuka sio kwamba anakimbia, anarudi kule kwa wale aliwatuma kwamba kamuue. Akarudi kule. Aliporudi anamuona peke yake. Wako wapi walokwenda kukuua? Umewaua wewe? Wako wapi? Akamwambia laqad kafanihimullah, Mungu amenitosha nao. Kwa sababu alipofika katika jabal, yule kijana kainua mikono akasema Allahumma kfini bima shi'ta, ya Rabbi nihifadhi kwa hifadhi yoyote utakayotaka mwenyewe. Yule kijana maana imekuwa na lugha yake na Mwenyezi Mungu, lugha la silkia, kama umeme unavyokwenda anasikilizwa papo hapo na Allah subhanahu wa ta'ala anachokisema tayari. Kwa hiyo ya Rabbi kfini, ya Rabbi nitoshe mimi, wewe ndio unanitosha kwa uadui wao. Fartajafa aljabal, jabali likatetemeka, mtoto akashuka kidogo, kijana kaenda zake. Falme kaona la, tafuta kundi lingine, katafuta kundi la watu, mkamatwa. Kaambia nendeni naye sasa baharini. Mtume anasema fa adkhaluhu fi qarqur, wakamtia ndani ya boti, wakaenda naye katikati ya bahari. Nasema ikifika hapo muulizeni, ataudu ila dinika alqadim, utarudi katika dini yako ya zamani au la? Akirudi mwacheni, kama hataki mtoseni baharini. Wakapanda naye katika deep sea pale. Alipofika sasa wakamuuliza, vipi, utarudi katika dini yetu au utabakia? Akasema sirudi na nitabakia katika dini ya Kiislamu. Kishikanwa mikono akasema Allahumma kfini bima shi'ta, ya Rabbi nitoshe kama ulivyonitosha na wale wengine. Basi ule mtumbwi ukazunguka, ulipozunguka wale wakatumbukia baharini, yule kijana akabakia pale pale, utafikiri kafumbwa na kamba. Akarudi na mtumbwi wake mpaka katika Chicago.
karudi kwa mfalme, anamuuliza aina ashabu, kwa wapi ulikuwa nao? Akamwambia laqad kafani Allah, Mungu amenitosha nao. Naam, mwenye kuwa pamoja na Mungu hatelezi abadi. Waislamu tutafute hifadhi ya kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu, tusitafute hifadhi ya kuhifadhiwa na mizimu, tusitafute hifadhi ya kuhifadhiwa na binadamu, tusitafute hifadhi na wachawi na mashaitani. Ihfadhillah yahfadhka, ihfadhillah tajidhu tujahak, wa'lam anna an-nasa jami'an law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Jua kwamba watu wote wakikusanyika ulimwengu mzima waseme tunataka kumdhuru fulani, basi mtume anakuambia hawakutudhuru na kitu chochote isipokuwa kwa jambo ambalo Mungu kakuandikia ndilo litakalokuwa. Na kama watakusanyika watu waseme tumnufaishe fulani kwa jambo, basi lan yanfa'uka bi shay'in illa ma qad katabahu Allah laka, isipokuwa lile ambalo Mungu kakuandikia wewe ulipate ndilo utakalolipata. Lingine lolote hawana uwezo wa kukuletea. Kwa haya tunayokwenda nayo, haya ni mambo ambayo kwamba yanakwenda katika maalum, mikakati maalum ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kaiandika pale. Kwa hiyo ihfadhillah yahfadhka, muhifadhi Mungu naye akuhifadhi. Huyo kijana asingehifadhiwa isipokuwa kama muhifadhi Mungu kwanza. Katafuta Mungu anaridhika na lipi, akaona Mungu anaridhika na hili, akaona na mimi sasa nifanye analoridhika nalo Mwenyezi Mungu. Hapo kapata inayatullah. Mwenyezi Mungu anakasirika na uchawi, kajiepusha na uchawi japo kausoma uchawi. Kwa hiyo ihfadhillah yahfadhka, ihfadhillah tajidhu tujahaka. Muhifadhi Mungu utapata kila unapopata matatizo yuko mbele yako. Allah anakuambia nini tatizo lako nikusaidie. Daima unakuwa katika inayatullah. Sasa mtoto huyu akarudi kwa mfalme, anamwambia laqad kafani Allah, Mwenyezi Mungu amekwisha kunitosha na watu wabaya. Mfalme anapiga kichwa, naona nifanye nini nimmalize huyu. Akamwambia subiri, usipate tabu, innaka lasta biqatili, usipate tabu kwa sababu wewe huna uwezo wa kuniua mimi. Lasta biqatili, si muuaji wangu, maana wewe huna kabisa nguvu za kuniua wala hutoniua. Illa idha fa'alta ma amuruka bihi, labda uyafanye yale nitakayokuamrisha. Ukiyafanya yale ninayokuambia mimi ndipo utakapoweza kuniua, lakini hivi utapata tabu mno, huwezi kuniua. Angalia kijana atakumuonesha vipi utaniua mimi. Naam, kategemea katika ruknur rakib, yuko katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, anakuwa comfortable, anakuwa na confidence katika yale anayoyasema, kwa sababu kawa waliyullah. Sababu mtume alisema man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, na wali wa Mungu anakuwaje? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idha ista'adha bi la u'idhannahu wa idha da'ani la u'tiyannahu. Wali wa Mungu anakuwaje? Yulasta biqatili, wewe hutoniua mimi hatta taf'ala ma amuru, mpaka ukiyafanya yale ninayokuamrisha mimi. Mfalme akauliza yepi? Akamwambia na sasa umepata, si nia yako wewe niue? Akamwambia ndio. Akamwambia basi ijma'in nasa fi sa'idin wahid, ambia watu wote wakusanyike katika uwanja mmoja. Ya mfalme manake raia wake wote walikuwa chini yake na wakusanya katika uwanja. Kisha nini? Anasema thumma slubni ala juz'in, kisha nitundike juu ya kigogo cha mtende. Kisha baada ya kutundika nifanye nini? Watu wote wameshakusanywa, mimi umenitundika katika mti, kisha chukua sahamu, chukua mkuki. Tena mkuki wenyewe fiki na nati, katika mikuki nilokuwa nayo mimi katika hifadhi yangu. Wada'i sahma fi kabid alqawsi, kisha yeka katikati kabisa ya ule fumo, ule mti wa mkuki ule, weka katikati yake, alafu anza sasa kutarget unapotaka kunipiga mimi. Waqul, na katika kupiga kwako ile target yako sema maneno haya, bismillahi rabbil ghulam, sema maneno haya, fa innaka idha fa'alta dhalika qataltani,
utakapofanya hivyo ndipo utakaponiua. Kinyume na hivyo huwezi. Kinyume na hivyo utahangaika bure. Mfalme anataka kummaliza, ahakikishe kwamba hakuna mtu anapanda chati zaidi ya mfalme. Hakuna mtu anatajika zaidi ya yeye. Akaona huyu kijana anaweza kuja kurithi ufalme wangu huyu. Sababu watu waliozoea katika kukaa katika viti, adui yake mkubwa ni yule mtu ambaye kwamba anaona anamnyemelea yeye kutaka kumuondoa pale. Kwa hiyo huyu akifika hapa itakuwa matatizo makubwa, natafuta njia aina yoyote nimuondoe. Basi njia kaipata. Kaambiwa mwenyewe, sasa anatoa instruction za mimi kuuawa, fanya hivi fanya hivi fanya. Akapiga mbiu, watu wote wakakusanywa katika uwanja mmoja. Watu wanaona leo kuna nini, leo mfalme anatukusanya, lazima kuna jambo kubwa. Watu wamehudhuria. Yule kijana amekamatwa pale, akaekewa mti pale, akafungwa juu ya mti. Mfalme akachukua vyembe vile na mikuki, akaanza kuchukua target ya kutaka kummaliza kijana yule. Watu wanashangaa, vipi? Sasa kijana anamnadia, anamwambia tayari umeshafuata yale nilokueleza. Sasa kabla hujaachilia mkuki wako sema bismillah rabbil ghulami. Mfalme alipokuwa jinga akasema bismillah rabbil ghulam. Ile bismillah rabbil ghulam ni moja katika mlango mpana wa mtu kuingia katika Uislamu wakati huo, kwamba umehakikisha kwamba huyu Allah kila kitu hakiwezi kuwa mpaka utakapomtaja yeye, kwa sababu yeye ndo top, ndo kila kitu. Kwa hiyo mfalme kajikomiti pale, akasema bismillah rabbil ghulam, akaachilia mkuki ukaingia chini ya kitovu chake. Kijana akafariki pale pale. Watu wakaona mpaka alipomuonesha yeye namna ya kuwa ndipo alipokufa. Watu wote wakasema amanna bi rabbil ghulam, sote tumemwamini Mola wa kijana huyu ambaye wewe umemtumia katika jina lake, ukasema bismillah rabbil ghulam, ndipo ukapata matlaba yake. Kwa hiyo sote tumekuwa waislamu. Kwa hiyo uwanja mzima ule ukawa Muislamu. Hili lilikuwa lengo la yule kijana, kupata kuwatoa watu katika kiza. Kwa hiyo sacrifice, yeye yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya dini. Yeye yuko tayari yeye kufa, lakini watu wanusurike. Hii ndio inaitwa sacrifice. Akatoka mfalme, anaangalia kila upande, anakuta watu wote la ilaha illa Allah, uwanja mzima. Dawa simple kabisa ameifanya kijana, bila ya kupita do by do kuambia watu Mungu na la, amewaonesha tu pale pale mambo yalivyokuwa, kwamba Mungu ndo kila kitu. Mpaka utakapomtegemea yeye ndipo utakapofaulu. Mpaka alipoponyesha watu, alipopona katika jabal, akapona katika bahari, watu zote zile wamezikusanya, mwisho wakaona hakuna Mola isipokuwa Mola wa kijana huyu, wakamwamini. Sasa hapo walipoamini, sasa ndipo ilipoanza ile adhabu ya kuchimba mashimo na kuwasha moto ndani yake, na kuambia watu watakaokuwa hawataki kurudi katika dini ya zamani waingizwe katika mashimo hayo, na baadaye wawe ni wenye kuadhibiwa, na watu wawe wanaona. Sasa mmoja mmoja ikawa anaulizwa, je, utarudi katika dini yako? Mimi sirudi. Anaingizwa. Ndio samai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Hawa ndio ashabul ukhdud, wamelaaniwa watu wa mashimo, ambao ilikuwa yakiongozwa na mfalme huyu. Kwa nini? An-nari dhatil waqud, ndani yake kuna moto uliokuwa na kuni nyingi sana. Wanawaadhibu waislamu idhum alaiha qu'ud, watu wanaochoma ndani yao wakiwa wamekaa katika moto wanaungua. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, na wao wana wakubwa wanatizama wakifarijika kwa yale ambayo wanayafanya kuadhibu waislamu kwa kuwatesa katika moto mkubwa ule. Sababu nini? wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Hakuna sababu yao hawa amanna bi rabbil ghulam, sababu yao tumemwamini Mola wa kijana huyu, ndio sababu iliyomfanya mfalme na jamaa zake wawaue hawa. Kwa hiyo man lam yarji an dinihi faqimu, atakayekuwa nakataa kurudi katika dini ya zamani muingizeni katika mashimo haya. Watu wakaingizwa.
mpaka ilipofika zamu ya yule mtoto na mama yake vile vile. Akazungumza mtoto mdogo kumwambia mama yake, ingia mama, wala usiwe na matatizo yoyote, wewe uko katika haki. Mtoto akaruka akaingia ndani pamoja na mama yake, maana mama na mtoto mgongoni.